Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi mliopo katika eneo hili, ninaomba nianze kwa kuwakumbusha kwamba mwaka 1961 tarehe 9 Disemba, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa awamu ya kwanza ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa Dar es Salaam, aliwasha mwenge wa uhuru na kumkabidhi mwenge huo mkimbiza mwenge kipindi hiko Luteni wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Comrade Alexander Ngweba Nyirenda, yeye na wenzake, ili kupeleka mwenge wa uhuru katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro pamoja na bendera yetu ya taifa. Kitendo kile kiliongozwa na maneno makubwa ambayo Mwalimu Nyerere aliyasema, na naomba nitumie nafasi hii kuweza kuyanukuu kwa uchache. Sisi tumekwisha uwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima wa Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali penye chuki na heshima mahali palipojaa dharau. Haya yalikuwa ni maneno mazito yaliyosemwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wetu. Lakini mwaka 1964 kwa mara ya kwanza mwenge wa uhuru ulianza kukimbizwa katika maeneo yote. Katika maeneo yote ya nchi yetu, ukibeba ujumbe ule ule ambao Mwalimu Nyerere aliusema mwaka 1961. Kwa nini nimeamua kuyasema haya? Kwa sababu kubwa zaidi Watanzania wanatakiwa kujua kwamba kinachofanyika sasa ni muendelezo wa mapambano ambayo yalianza mwaka 1961, ikiwa ni malengo ya kutafsiri kwa nini nchi yetu imepata uhuru na nini malengo ya kupata uhuru. Sio uhuru wetu utafsiriwe kwamba tumechoka na utawala wa wazungu na sasa tulale nyumbani au kila mtu aende shambani akalime bila kujua malengo yetu ni nini. Kwa hiyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa awamu ya kwanza nchi yetu, alipozindua mbio za mwenge wa uhuru, maelekezo yake yalikuwa ni kurudia yale ambayo alieleza wakati wa kuwasha mwenge wa uhuru tarehe 9 mwezi Disemba mwaka 1961. Leo hii tunapokutana hapa katika ukumbi huu, tunaendelea na kauli mbiu ile ile, ikiwa malengo makubwa yale ya kupambana na maadui watatu wale yanaendelea. Tuondoe chuki palipo na chuki, tupeleke furaha pale ambapo onekana pana furaha, lakini pia tupeleke matumaini kwa watu wetu. Na katika miaka yote hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndugu waandishi wa habari, mwenge wa uhuru umekuwa unafanya kazi hiyo katika maeneo mengi. Mwenge wa uhuru umeendelea kubeba ujumbe, kwanza ule ujumbe wa mwaka huo ambao unakuwa ujumbe muhimu katika mwaka huo. Kwa mfano, mwaka huu kwa sababu tunakwenda kwenye zoezi la uchaguzi, maana yake ujumbe wetu unafanana na zoezi ambalo tunaenda kulifanya la uchaguzi. Lakini yale mapambano dhidi ya maadui zetu wale yanaendelea. Rushwa ni adui wa haki, ni ujumbe unaendelea. Madawa kulevya, kupingana nayo, ni ujumbe unaendelea. Kuhamasisha wananchi kushiriki maendeleo ya nchi yao ni mambo ambayo yanaendelea. Kwa hiyo Mkuu wa Mkoa, nataka niseme haya kwa ufupi ili Watanzania waelewe kwamba mwenge wa uhuru makusudio yake ni yepi na kwa nini tunaendelea kukimbiza mwenge wa uhuru katika nchi yetu. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, Mkuu wa Mkoa, naomba kutumia nafasi hii pia kutoa taarifa kwa umma juu ya uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru ambao tunataraji zitafanyika tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2025 katika uwanja wa Shirika la Elimu Kibaha. Ninafurahi kwamba Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdori Mpango, amekubali kuwa mgeni rasmi na amekwisha confirm na yeye yuko tayari kwa ajili ya shughuli hiyo. Kwa Mkuu wa Mkoa na ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, naomba kuwaeleza kwamba vijana wale 6 walioandaliwa wanaotoka Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, ambao tumewapa jukumu la kukimbiza mwenge katika mikoa 31, halmashauri 195 katika siku 195, nao pia kama nilivyoeleza mwanzo wako tayari na utimamu kabisa kwa kazi hiyo ambayo tunakwenda kuwapa. Katika kipindi hiko chote, mwenge wa uhuru utafanya kazi ya kuhamasisha amani, umoja, upendo, mshikamano wa taifa letu. Vile vile, mwenge wa uhuru utahimiza wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo za kijamii na kiuchumi katika maeneo ya halmashauri zao. Mwenge wetu wa uhuru mwaka huu unabeba kauli mbiu ambayo inasema
jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu wa Mwenge wa Uhuru mwaka huu unalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki kamilifu katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu utakaofanyika mwaka huu. Ndugu waandishi wa habari, sambamba na ujumbe huu wa Mwenge wa Uhuru, pia Mwenge wa Uhuru utatumika kuelimisha wananchi katika maeneo yote ya nchi yetu katika masuala ya kisekta na kisera katika muktadha wa kitaifa na kimataifa, ikiwa pamoja na kuendeleza juhudi za kupambana na maradhi yaliyotishia ustawi wa watu wetu kama vile ukimwi, malaria, kupambana na matumizi ya madawa kulevya na vitendo vya rushwa. Vile vile katika halmashauri zote mwenge utakapopita utaendelea kuwaelimisha wananchi wetu juu ya umuhimu wa lishe kwa afya iliyo imara. Ndugu waandishi wa habari, Mwenge wa Uhuru umeendelea na falsafa ya kumulika ndani na nje ya mpaka yetu na kumulika uovu katika jamii, ikiwemo maadui, uzembe, kutowajibika, vitendo vya rushwa na ufisadi katika miradi ya maendeleo na huduma za kijamii ambayo imefanyika kazi ya kuratibu na kutathminiwa shughuli mbalimbali za kimaendeleo zinazofanywa na wadau wa maendeleo na kukusanya taarifa ambazo zinahusu changamoto zinazowakabili wananchi, ambao zinasaidia sana serikali kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo kwa wananchi wake. Ndugu waandishi wa habari, Watanzania wenzangu, tunatambua kuwa falsafa hii ya Mwenge wa Uhuru ndiyo chimbuko la mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964, muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 64 na azimio la Arusha la mwaka 1967. Niwasitizie Watanzania wenzangu, tuendeleze Mwenge wa Uhuru kama ulivyoasisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961, na wakati huo tuendelee kuimarisha uhuru wetu. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Pwani na mikoa jirani na Watanzania kwa jumla kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Shirika la Elimu Kibaha mkoa wa Pwani tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025 kuungana na Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa nchi yetu, katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa kitaifa kwa mwaka huu 2025. Ninaomba niwatakie Watanzania wote afya njema tunapoelekea katika shughuli hii ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Pwani tunazindua. Asanteni sana kwa kunisikiliza.